Karibu sana katika mwendelezo wa ripoti siku ya kutoka huko nchini Urusi au vita Urusi na Ukraine, ambapo Urusi imezindua mashambulizi makubwa makombora huko nchini Ukraine mapema siku ya Oktoba 16 yakilenga miji kadhaa huko nchini Ukraine na kusababisha ving'ora vya mashambulizi ya anga nchini humo. Jeshi la wanahewa la Ukraine liliweza kutoa tishio la makombora la nchi nzima majira ya saa 5:20 asubuhi kwa saa za huko nchini Ukraine, likionya kwamba Urusi ilikuwa imezindua milipuko ya MiG-31 na saa moja baadaye jeshi la anga liliweza kutangaza kwamba MiG-31 nyingine kutokea nchini Urusi ilikuwa imeondoka kwenye uwanja wa ndege wa Savaslayinka huko Nizhny Novgorod. Ndege ya MiG-31 ina uwezo wa kubeba makombora ya hypersonic ya Kinzhal ambayo Urusi huitumia mara kwa mara kulenga shabaha ndani kabisa nchini Ukraine. Na muda mfupi baada ya tahadhari ya kwanza, milipuko ilitikisa miji mingi huko nchini Ukraine, ambapo milipuko kufikia sasa imeripotiwa katika mkoa wa Kharkiv, Izium na huko Poltava. Baada ya tahadhari ya pili ya nchi nzima, milipuko imeweza kuripotiwa pia huko Chernihiv na duru nyingine ya milipuko imesikika huko Kharkiv. Gavana wa Chernihiv Bwana Dmytro Brzezinski baadaye pia aliweza kuripoti ya kwamba shambulio hilo liliweza kukumba kampuni isiyojulikana jijini humo. Mashambulizi bado yanaendelea katika eneo hilo na habari kuhusu uharibifu au majeruhi bado zinaainishwa. Shambulizi la hivi punde la Urusi limehusisha makombora ya hypersonic ya balistiki na kusafiri pamoja na makundi ya ndege ambazo zina rubani za mtindo wa Shahedi. Jeshi la wanahewa kutoka nchini Ukraine limesema hivyo. Shambulizi hilo linakuja saa chache baada ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump kumtaka rais wa Urusi Vladimir Putin aweze kuacha kuwaua raia wa Ukraine wakati wa mkutano na waandishi wa habari katika ofisi ya Oval mnamo Oktoba 15, kufuatia kile ambacho pia Urusi inakifanya huko nchini Ukraine, hasa mashambulizi makubwa katika viunga vya nchi hiyo. Pia Donald Trump anatazamiwa kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wakati akijiri hayo huko nchini Marekani siku ya kesho Oktoba 17, ambapo viongozi wawili watazungumza uwezo wa Ukraine wa kutumia mashambulizi makubwa kupitia makombora masafa marefu hasa ya Tomahawks, ikiwa ni mahitaji ya ulinzi wa anga na uwezekano wa Marekani pia kuipa ruhusa Ukraine kufanya mashambulizi hayo. Pia Urusi imekuwa ikiongeza kasi ya mashambulizi makubwa dhidi ya miundombinu ya nishati huko nchini Ukraine kabla majira ya baridi kali na kusababisha kukatika kwa umeme na uharibifu mkubwa kwa vituo muhimu, huku hali ya hewa ikizidi kuwa mbaya na usiku unazidi kuwa mrefu, hasa kutokana na mashambulizi mengi ambayo Urusi imekuwa ikiyafanya katika maeneo ya nchi hiyo, hasa huko mji mkuu wa Ukraine maarufu kama Kiev na mikoa jirani kutoka mstari wa mbele wa kivita. Inakumbukwa pia shambulizi kubwa la hivi karibuni la Urusi lilifanyika kupitia makombora dhidi ya mji mkuu wa Ukraine maarufu kama Kiev, ambao lilifanyika Oktoba 10 na kusababisha uharibifu wa mtambo wa kuzalisha umeme wa joto jijini humo na kuacha mamia ya maelfu ya kaya bila nishati. Na shambulizi hilo pia lilisababisha mtoto mmoja kuuawa na kujeruhi wengine takribani 24. Na tayari pia imeelezwa kwamba wanajeshi wa Cuba takribani 1076 wako nchini Urusi wakipigana na vikosi vya Ukraine na wakifanya mashambulizi kutoka mstari wa mbele wa kivita, na wengine pia wakifanywa mafunzo ya kijeshi. Takribani raia 1076 wa Cuba umeripotiwa kupigana huko nchini Urusi au wanapigania Urusi dhidi ya Ukraine. Shirika la ujasusi la kijeshi la Ukraine maarufu kama HUR limeripoti mnamo Oktoba 15 kuhusu uwepo wa raia wengi huko nchini Urusi wakipigana dhidi ya vikosi vya Ukraine, na inaelezwa kuwa askari hao wapatao 96 wanajulikana kufariki au kutoweka wakiwa kazini. Takwimu hizo zinakuja baada ya Marekani mapema mwezi huu kusambaza kebo ambayo haijaainishwa ikishiriki maelezo kuhusu uungaji mkono wa Cuba kwa uvamizi kamili wa Urusi, ambapo ilidai makadirio hayo ya wa Cuba ni 1000 hadi 5000 wanapigana huko nchini Urusi dhidi ya vikosi vya Ukraine. Taarifa kutoka HUR iliyoshirikiwa na shirika huru
la Kivu na mwisho wa chini wa makadirio ya Marekani, lakini pia hutoa maarifa zaidi kuhusu mchakato wa kuajiri na mafunzo ya raia wa Cuba. HUR imedai wanapokea wiki 2 pekee za mafunzo katika kituo cha mafunzo cha Avangard katika mji wa Moscow kabla ya kutuma mstari wa mbele wa kivita dhidi ya vikosi vya Ukraine, ambako huko Avangard wanapokea sare ya kijeshi na wanapata mafunzo ya kimwili na moto, dawa za mbinu na mafunzo ya ndege ambazo za rubani. HUR imebainisha hivyo. Wengi wao hufanya kazi na askari wa bunduki na mashambulizi kama sehemu ya askari wa miguu au makampuni ya mashambulizi. Na kwa kujibu ripoti kuhusu Cuba Marekani, Wizara ya Mambo ya Nje ya Cuba Oktoba 11 ilisema ya kwamba ilitoa taarifa kukanusha kile ambacho kimeripotiwa na nchi ya Marekani, hasa kuhusika kwake katika vita vya Urusi na Ukraine, ikidai Marekani ilikuwa ikitoa mashtaka ya uongo kwa nchi hiyo. Ni jambo lisilopingika ya kwamba hakuna hata mmoja wao aliye na kutiwa moyo, kujitolea au ridhaa ya taifa la Cuba kwa vitendo vyao. Taarifa kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ilisomeka hivyo huko Cuba, ikikanusha nchi hiyo kuhusika kutuma wanajeshi au raia wake kushiriki katika juhudi za vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Habari zilizotolewa na HUR zinaonyesha kuwa baadhi ya raia wa Cuba wanadanganywa kusafiri hadi Urusi baada ya kuvutiwa na ahadi ya kazi nzuri ya ujenzi inayotangazwa kwenye Facebook, YouTube na TikTok. Usafiri wao unawezeshwa na wapatanishi wa kibinafsi ambao wakati mwingine hulipa safari za ndege na taasisi za kidiplomasia za Kirusi zinazotoa visa vya utalii au kazi. Na baada ya kuwasili katika shirikisho la Urusi, waajiri wanapewa kandarasi za utumishi wa kijeshi zilizoandaliwa kwa Kirusi bila tafsiri badala ya mkataba wa ajira, ambapo Moscow pia imekuwa ikiajiri wapiganaji wa kigeni kutoka nchi kama vile Nepal, Somalia, India na Cuba tangu kuanza kwa uvamizi wake kamili mnamo Februari 2022. Na mwaka jana 2024, shirika la Bloomberg liliweza kusema ya kuwa Urusi imekuwa ikitoa malipo mengi na ahadi ya uraia kwa wapiganaji wa Cuba licha ya majaribio ya Havana ya kuzuia uandikishaji wa wapiganaji. Wakati huo pia idadi walioajiriwa kutoka Cuba iliripotiwa kuwa katika mamia ya chini zaidi. Na kiongozi wa Korea Kaskazini Bwana Kim Jong-un naye pia ni mmoja wa watu ambao wanaunda idadi kubwa zaidi ya wageni wanaopigania Urusi dhidi ya vikosi vya Ukraine, lakini wanafanya hivyo kwa nafasi rasmi, ishara inayoonekana zaidi ya kuimarika kwa uhusiano kati ya Urusi na Korea Kaskazini. Kulingana na HUR imesema kando na wanajeshi wa kitaalamu wa Korea Kaskazini, wa Cuba pia wanaunda taifa la 5 kubwa la kigeni ambalo linapigania Urusi dhidi ya vikosi vya Ukraine baada ya Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan na Belarus. Inaelezwa kuwa rais wa Syria, Serbia, Nepal na baadhi ya nchi za Afrika pia zinashiriki katika operesheni za mapigano kama sehemu ya vitengo vya nchi inayokalia, lakini idadi yao ni ndogo zaidi.